Ifuatayo ni historia fupi ya mpendwa wetu Godrich Paulo Mdee. Kuzaliwa. Mpendwa wetu Godrich Paulo Mdee amezaliwa mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 1992 katika kijiji cha Vumari, kata ya Njoro, wilaya ya Same, mkoa wa Kilimanjaro. Elimu. Mpendwa wetu alisoma katika shule ya msingi Ishinde kuanzia mwaka 2005 mpaka 2011 alipohitimu masomo yake katika shule ya msingi Kisima. Alichaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari kuanzia mwaka 2012 na kuhitimu 2015 katika shule ya sekondari Kibacha. Baada ya hapo, mpendwa wetu alijiunga na chuo cha Victoria Dar es Salaam alipokuwa akisomea udereva. Kazi. Baada ya kumaliza chuo cha udereva, mpendwa wetu alikuwa akifanya kazi sehemu mbalimbali hadi hapo alipoanza kuugua na mauti yalipomkuta. Ndoa. Mpendwa wetu ameacha mke na mtoto mmoja. Ugonjwa. Mpendwa wetu Godrich Paulo Mdee alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kifua hadi hapo umauti ulipomkuta tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2025. Shukrani. Tunawashukuru madaktari pamoja na wauguzi kwa jitihada zao zote walizozifanya kuhakikisha mpendwa wetu anakuwa sawa. Tunawashukuru na hatuna cha kulipa, hatuna cha kuwalipa, lakini Mungu wa mbinguni atawalipa. Pia tunawashukuru ndugu wote, jamaa na marafiki kwa kutukimbilia sisi kama familia katika kipindi kigumu. Pia hatuna cha kuwalipa, lakini Mungu atawalipa. Kipekee kabisa tuwashukuru viongozi wetu wa kiroho kwa hekima na upendo walionao kwa ajili ya kutoa huduma za kiroho katika familia. Tunawashukuru na kazi yenu mnayofanya ni njema, na muendelee na moyo huo huo. Mungu wa mbinguni atawazidishia. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, oh inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Damu inanena mema, inanena mema, inanena mema. Hiyo damu, oh yasamehe dhambi, yasamehe dhambi, yasamehe dhambi, yasamehe dhambi. Damu inatufariji, 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 inatufariji. Damu inanena mema, inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, damu yako Kalivari, damu yako msamaha, Bwana, hiyo damu inayonena mema ikaendelee kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Sasa tunapoenda kusikia maneno yako ya uzima, maneno ambayo Bwana umeiandaa mwenyewe, kwa sababu katika kalenda yako
na taratibu zako zote tangu msingi wa ulimwengu kuumbwa. Ulifahamu, ulijua ya kwamba kuna nyakati na kuna majira watoto wako tutasimama mbele zako kwa ajili ya kumsindikiza Godrich, Bwana, katika nyumba yake ya umilele. Nasi Mungu tunasogea mbele zako tukiachilia neema yako Bwana isipunguke kwa ajili yetu wakati tunapoenda kusikia maneno yako uzima. Ukatufungue, ukatuokoe, ukatuponye, ukatukemee, ukatukaripie, ili Mungu tuweze kukaa sawa sawa na jinsi unavyotaka tuwe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaachilia yote mikononi mwako, tukiamini kwamba Bwana wewe ni mwaminifu na umesikia kuomba kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nichukue nafasi hii kuwapa pole kwa ajili ya msiba wa ndugu yetu Godrich, ambaye naye alikuwa na malengo ya kuwepo katika siku ya leo, lakini maisha yake yamekoma. Na kama vile na wewe ulio mahali hapa una malengo yako, lakini utambue ya kwamba leo ndio ya kwako, kesho sio ya kwako. Kaa kama msafiri, kaa kama umejiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye, maana hapa duniani hatuna mji udumuo, bali tunautazamia ule ujao. Bwana Yesu asifiwe. Familia, ninawapa pole kwa ajili ya haya yote, lakini wapo watu siku zote hawana utaratibu. Anapokuja katika msiba huu, yeye amekuja kurelax. Wanazungumza huko. Ndio amekuta ya kwamba leo kwa sababu tumekutana tuzungumze. Lakini ninasema ya kwamba hapa duniani sisi sote, kila nafsi itaonja mauti. Na kipimo unachompimia mwenzako ndicho utakachopimia. Watu wanakuja tu kama wamekuja, wameshakula, basi wanaona kwamba sasa muda umeisha, warudi nyumbani. Unaweza usifike nyumbani, maana yuko Mungu aliyekupa hiyo pumzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu la faraja katika siku ya leo linatanguliwa na swali. Swali, muulize mwenzako, katika siku ya leo, katika msiba wa Godrich, unaona nini? Mwambie mwenzako unaona nini. Mbona unamuuliza kwa masikitiko makubwa sana? Mwambie unaona nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni swali ambalo kila mmoja anajiuliza. Na katika maisha unapambana na changamoto mbalimbali. Na katika maisha unapambana na shida na matukio mbalimbali katika kila jamii, katika kila familia. Unapambana na maisha magumu, mahali pengine unakaa hata hupati chakula chochote, chakula jioni. Unapambana, kuna mahali pengine unakutana ndugu kwa ndugu, hawapendani, hawasalimiani. Hayo ndio maisha. Katika maisha yako yote wapo hapa duniani, unaona nini? Unaona nini? Unapoishi sasa hivi, una miaka, mwingine ana miaka 20, mwingine ana 70, mwingine ana 80 na hali kadhalika. Na wewe una miaka mingapi? Unaona nini ulipotembea kwenye hii dunia? Tokea kuzaliwa mpaka leo umekutana na mangapi? Umekutana na dhoruba ngapi? Unaona kushinda ama unaona kushindwa? Biblia inasema kila unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako unaona nini? Ndani ya familia kuna magonjwa yamehama mpaka kwenye familia. Familia siku zote ni magonjwa.
Familia siku zote ni misiba. Familia siku zote ni mafarakano. Familia siku zote hawapendani. Unaona nini? Mwambie mwenzako unaona nini? Ndani ya ndoa, walioko ndani ya ndoa wanatamani kutoka. Walio nje ya ndoa wanahitaji kuingia kwenye ndoa. Unaona nini? Swali la kujiuliza kila mmoja. Maisha ulio nayo ndio maisha uliotazamia kuyaona? Ndio maisha ulio nayo? Ndio maisha sasa unaendelea nayo? Unaona nini? Leo nahitaji tujifunze kidogo habari usiishi na roho ya uharibifu. Mwambie usiishi na roho ya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaoishi na roho za uharibifu. Leo nahitaji usiishi na roho ya uharibifu. Sema amen. Sema amen. Uharibifu ni nini? Kuna vitu unavyovitengeneza katika maisha yako unaambiwa hivi vitu vya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kitabu. Hebu tusome kitabu cha Ayubu. Tusome kitabu cha Ayubu wa sura ya 21 mstari ule wa 20. Sura Ayubu 21 mstari wa 20. Ayubu 21:20 anasema, macho yake mwenyewe na yaone uharibifu wake, akanywe ghadhabu zake za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Macho yako yaone uharibifu wako. Usingoje mpaka tukwambie wewe mharibifu. Macho yako yaone ya kwamba wewe ni mchawi, ndio utaweza kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Macho yako yaone wewe ndio mharibifu wa ndoa za wengine, ndio utaweza kutubu. Usingoje mpaka mwinjilisti akwambie wewe mharibifu. Ndio maana tunagombana. Kila mmoja hapa anajiona mwenyewe kwamba katika dunia hii ya leo macho yake yanaona kama yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanaona mpaka aambiwe kwamba wewe ni mchawi ili apewe ng'ombe ya uchawi. Ujione mwenyewe kwamba hapa katika kijiji hichi, eneo hili la Kigogo, wewe ndio msumbufu. Ujione mwenyewe kwamba mimi ndio bingwa wa uchawi hapa. Sema amen. Sema amen. Useme amen, usiseme utasema. Siku moja utanyamaza, utasema. Ni afadhali useme leo ili ukinyamaza unyamaze full. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja si anajua ni mharibifu. Mpaka nikwambie wewe ni mbea. Ujitambui mwenyewe. Mpaka mwinjilisti aje akwambie acha umbea. Wewe si unalala baa mpaka nikwambie unalala baa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe si ndio unadakia wanaume wengine mpaka nikwambie kwamba shika hicho kitu. Macho yako yaone mwenyewe uharibifu ulio nao hapa duniani. Yaani ujione wewe ni mharibifu, ustahili kuingia hiyo kwenye hiyo mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe mpaka uambiwe, nakwambia mimi nakuona. Lakini usije ukasubutu kwamba mpaka kwa. Macho yako yaone. Macho yako yaone ya kwamba wewe hutaki maendeleo ya wengine. Wewe ndio unachukia maendeleo ya wengine. Macho yako yaone mwenyewe. Unaona nini? Mwambie mwenzako wewe unaona nini? Usiangalie mwenzako, usimwangalie mwenzako. Angalia macho yako yanaona nini. Wewe ndio mama pekupeku. Wewe ndio jambo la wageni. Kila mgeni anayekuja analalia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna watu wamehama familia yao. Unaona nini kuihama familia yako?
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu aliona, pamoja na kwamba Ayubu alimepitia mateso mengi. Ayubu alipitia mateso mengi. Kwanza Ayubu alijitambua ya kwamba yeye amezaliwa katika ile nchi ya Usi. Jambo la kwanza alijiona Ayubu yeye kwamba amezaliwa katika ile nchi ya Usi. Jambo la pili, Ayubu alijua kwamba yeye ni tajiri. Lakini jambo la tatu, Ayubu alijitambua kwamba ni tajiri. Lakini alijiona ya kwamba pamoja na utajiri, pamoja na kuzaliwa, lakini yuko Mungu aliyenipa hivi vitu vyote. Yeye ndiye Alfa na Omega. Yeye ndiye mtu wa kwanza na wa mwisho. Wewe huna pesa, huna chochote, na hata msikitini huende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alijiona kwamba yeye anajitambua, alijitambua kwamba mimi ni tajiri. Ndio maana Ayubu alipokutana na mateso, jaribu lilipomjia, Ayubu alipokutana na jaribu, watoto wake wamekufa, mali zake zote zimeharibika, lakini akakutana na marafiki zake, wakampa mafundisho mbalimbali, lakini Ayubu alisema, Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Duniani tunapita kwenye mateso mengi, lakini tusitoke ndani ya Mungu. Tunapita kwenye shoruba, tunapita kwenye vikwazo, lakini tumtazame Mungu. Yeye ndiye Alfa na Omega. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana Mungu yuko pamoja naye. Mabaya yapo hapa duniani, kusengenywa kupo, kudharauliwa kupo, kunyanyaswa kupo, kunenewa mabaya kupo, lakini macho yako yamuone Bwana. Macho yako yamtazame Bwana. Unapita kwenye magonjwa, mahali pengine unafikiria sitalala, lakini Ayubu akasema, hata kama ngozi yangu itaharibika, lakini nafsi yangu itamuona nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaosumbua wenzako, nafsi yako itamuona Bwana? Wewe unayeharibu ndoa za wenzako, mrehemu gayumpewe, maana ikiareja itaenda kutufa zumeteta. Ukishawagusa watu, unajua sisi watumishi watu hawatupendi. Yaani mimi naamini ya kwamba hata kama naongoza kanisa la mamilioni ya watu, najua asilimia kubwa waumini wangu hawanipendi. Hilo naamini hilo. Kwa nini hawanipendi? Kwa sababu nawaambia ile kweli. Na ile kweli ili waweke huru. Sema ameni. Sema ameni. Ninajua kwamba ndugu yangu unapita kwenye magumu, unapita kwenye misukosuko. Hebu sikia Ayubu alivyosema kwamba uone uharibifu wako. Uone ni namna gani unapopita. Na unapopita hebu mtazame Bwana. Hebu mwambie Bwana, wewe ndio utakayenivusha. Wewe ndio Alfa na Omega. Wewe ndio unayejua mwanzo na mwisho wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ana uharibifu wake. Kama si msengenyaji, ni mfarakanishi. Simko hapa. Tena leo umefunga ushungu mpaka mwingine na unyenyekevu uliopitiliza. Lakini akitoka hapa, mama peku, taarifa habari zote zitafika huko aliko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nitafanya jambo la kiimani. Nilifanya wale wasumbufu wa usiku. Wale wasumbufu wa usiku leo
kwa wale marehemu wa leo. Walale kwenye, yani leo natamka juu ya jeneza la Richard. Labda leo watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana anaona ya kwamba yeye ndiye hapendi wengine wapate maendeleo. Yeye ndiye aliyemtupia mwenzake ugonjwa. Anajua, kwani nakwambia kwamba leo ulipokula unasahau kwamba ulikula nini? Unaweza kudanganya nafsi yako. Jamani, unaweza kudanganya watu wengine lakini nafsi yako huwezi kuidanganya. Wewe si unajua kwamba kwenye ule mtaa ndio wewe habari njema. Ndio mvunja ndoa za wengine. Anasema buzi kakata kamba. Kasheshe kwa mtungi. Kama limekatika mwambie njoo chukua mbuzi wako, fuga huko. Unamfuga ni wa kwako. Kama amekata kwa bahati mbaya mwambie we hapa umeingia sio kwako. Iki mbuji yekingia hithandu lako tu mwira mwenji hena mbuji yakwa. Hani wachunga hiyo mbuji unamburi yani. Wao mwizi. Wakawe hubangia. Kuna mzee mmoja anasema tuko wengi lakini hatujuani. Tuko wengi hatujuani hapa. Mratosha ya makombe hatujuani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu anaona mateso lakini Ayubu hakuona mateso. Alimuona Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ninajua kwamba kila mmoja anapita kwenye mateso. Kuna wengine wanapita kwenye mateso ya magonjwa. Usione ugonjwa, ona kupona. Leo utapokea uponyaji. Sema amen. Amen. Usione huo ugonjwa maana lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu linafanya nini? Usione hata kama watu wanakuona maskini lakini jione wewe leo ni tajiri. Pokea hilo jambo. Amen. Yaani usione mdhaifu, uone kwamba ndani ya Mungu yuko anayeweza kukuvusha. Hata kama watu wanakuchukia, hata kama watu wanakubeza, hata kama watu wanakudharau, wewe kwa Mungu una thamani kubwa. Sema amen. Amen. Sema amen. Ninajua kwamba umeteseka kwa muda mrefu. Umeteseka, umenyanyasika na magonjwa. Mahali pengine umelima ufanikiwi. Mahali pengine umedharauliwa. Mahali pengine umeonekana sio thamani. Lakini leo nakutangazia mbele za Bwana usamani machoni pa Bwana. Na asikia kuitwa na sauti yako nikafiwe kwa damu yako kikwa kwako sogea mchini kwa Bwana. Mchini pako ulisafi kwa damu Hebu fungua moyo wako, usogee mbele za Bwana, mwambie Bwana, nimeona udhaifu wangu, nimeona uharibifu wangu. Kwa wimbo unakwenda kupata uponyaji juu ya maisha yako. Yule aliyekudharau siku ya leo utakwenda ukiwa na mshindi. Utatembea kifua wazi. Tusimame, tusimame. Tusimame. Tusimame, tusimame. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote.
Muulize mwenzako unaona nini? Muulize tena unaona nini? Nataka niseme jambo moja kabla hatujaomba. Nataka niseme jambo moja. Kuna wale marafiki wako kule makaburini wanazungumza. Kuna wale marafiki wako kule makaburini wanapiga story na wasikia tu hapa. Ulijue unapokuwa kwenye msiba, ukiwa unamsindikiza mwenzako, kesho ni wewe. Mwambie mwenzako kesho ni mimi. Mwambie mwenzako kesho ni mimi. Na ngoja niseme kitu kigumu kidogo. Tuko hapa kwa ajili ya kumsindikiza Godrich. Na hii ni ibada ya pili tangu tufike hapa. Nimekuwa na ibada na familia ya mazungumzo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na watu wengi ni mashahidi. Godrich alikuwa haabudu. Uongo kweli? Godrich alikuwa haendi kanisani. Uongo kweli? Hebu semeni, kweni watu wa Mungu. Kweni watu wa kweli. Alikuwa anaenda kanisani? Alikuwa anaenda kanisani? Alikuwa haendi kama leo ambavyo kuna watu ambao hawaendi kanisani. Wako hapa. Bado nasema na watu ambao wanapiga story huko makaburini. Nyamazeni. Mnatusumbua kwenye ibada. Nyewe watu mnaopiga story huko makaburini, ondokeni hapo. Mnatupigia kelele tuko kwenye ibada. Nasema tena kwa sauti ya kimungu, acheni kelele. Acheni kupiga story, mko kwenye ibada ya msiba. Na huu msiba hata wewe utakukuta. Na Biblia inasema kipimo mpimiacho mwenzako na wewe utapimiwa. Acha kupiga story kwenye msiba wa mwenzako. Acha kupiga ombea kwenye msiba wa mwenzako. Acha kufanya ndio mahali pa kuzungumza habari ya vikoba. Acha kusema story kwenye msiba wa mwenzako. Lakini pia watu waende kanisani. Watu waende misikitini. Jamani, watu wakamwabudu Mungu. Dunia imeisha. Watu wakaabudu Mungu. Watu waende kuomba Mungu. Watu waache kujifanya. Watu waache kujidai. Watu waache kusema wao ni wababe. Kwenye msiba hakuna ubabe. Ubabe wako ni wa muda. Ipo majira utakufa. Nenda kanisani. Nenda msikitini. Nenda kaombe Mungu. Nenda kaabudu. Na ndio maana siku ya leo nikasema Godrich alikuwa anaenda kanisani aendi. Tutamshika jinsi ibada inavyotaka. Atajua mwenyewe na Mungu wake. Hata wewe unanisikiliza, nenda kanisani. Hii ni sauti leo nyikani. Yaani hii ni sauti leo nyikani. Nendeni kanisani. Nendeni kamwabudu Mungu wenu. Nendeni kanisani. Wamama mnaonisikiliza hapa, wababa mnaonisikiliza hapa, sisitizeni watoto wenu waende kanisani. Vijana mnaonisikiliza, amkeni muende makanisani. Kuna mama mmoja juzi nilikuwa kwenye huduma kule Arusha. Akaniambia, mtumishi, naomba uniombee tu kwa sababu mume wangu hayupo, amesafiri. Lakini kijana ameniambia, maza leo nataka tuoge wote. Maza nataka tuoge wote. Dingi kila siku mnaoga naye, lakini na mimi leo ni zamu yangu. Ni watoto wetu tuko nao. Ni watoto wetu ambao hatutaki waende msikitini, hatutaki waende makanisani. Tunasema ombe na reteta. Kuna siku ataoga nawe. Kuna siku mtaoga na yeye. Kuna siku ukiingia bafuni na yeye yumo. Tuambie watoto waende kanisani. Tuambie, sikiliza, watu wakienda misikitini watakuwa na hofu ya Mungu. Watu wakienda kanisani watakuwa na hofu ya Mungu. Kuna mtu mmoja akaniambia, mtumishi, mtenda dhambi anaenda kanisani,
kidogo ya Mungu. Kwa hiyo anaangalau, mimi ninawaambia nendeni kanisani. Nendeni kanisani. Watoto mliowazaa watawanyonga usiku. Watoto mliowazaa watawanyonga usiku. Wewe si unasema kwamba jirani ndio mbaya? Uliyemzaa ndani yako, ndani ya tumbo lako, atakuua. Godrich leo anatukumbusha, na Godrich hapa hatusikii. Ndio maana nilipopata taarifa nikasema alikuwa haendi, lakini tutahubiria watu wa Mungu. Godrich wala hapa hasikii. Alafu sasa sikilizeni vijana au watu wote mnaonisikiliza hapa, msio mizigo kwa familia. Leo hii familia ya Godrich haihuzuniki tu kwa sababu amekufa, lakini wanahuzunika kwamba amekufa. Sawa, tunahuzunika, lakini pia alikuwa ni kanisani. Alikuwa haendi kanisani. Kwa hiyo sasa asubuhi nimekaa nao, nimewachapa ya ukweli. Na sasa na nyinyi waombolezaji nawaambia, muungane na wanafamilia, mbadilika. Haleluya. Kama una nafasi ya kupigia mwanao kumwomba sukari, mpigie pia, umkumbushe habari ya Mungu. Sijui tunaelewana. Kama unapata nafasi ya kumwomba mwanao vocha, mpigie simu, umwambie nenda kanisani, nenda msikitini, nenda kaabudu Mungu, kwa sababu mtanikumbuka. Msipofanya hivyo mtanikumbuka. Yule mwinjilisti alizungumza kipindi Godrich anakufa. Leo yamenipata. Na vijana wamekuwa na lugha ngumu ya kusema hata nithitega mneranijika. Mwe kacha temuka njike mnenuhiwa. Na sisi tunasema tutakuzika. Hatutakuacha uwe hapa duniani. Tutakuzika, lakini cha moto utakiona. Vijana nawaambia tutawazika. Nyie acheni kwenda msikitini, acheni kwenda kanisani. Wako watu hapa wanajifanya ni wababe. Kuna mama moja asubuhi nikawapa mfano wana familia. Kuna mama moja, na inawezekana hapa ananisikia, nimemwambia habari ya kanisani kila siku. Mwinjilisti neradha. Kuna siku moja niliwahi kusema pale barabarani, nikamwambia wapo watu ambao wanakuwa ni sababu ya wengine kufa. Wengine wanakufa sio wakati wa Mungu kufika, lakini wanakufa ili mradi watu wasikie neno. Hauyo mtu hajui kanisani, hajui msikitini, hujui kwamba yani huwezi kumuelewa. Ndio maana nawaambia, mara nyingi watu walikuwa wanakwepana na simba na tembo, lakini sasa hivi tembo ni kivutio, lakini mwanadamu akionekana ukipishana, mtu anatafuta njia nyingine akona. Hujajiuliza kwamba kwa nini? Dunia imeisha. Dunia imefanya nini? Dunia imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Yesu siku ya leo. Haleluya. 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 Mimi ndio vitu ambavyo napenda kusema kwamba wachawi wanakuwa wazi. Basi tu tukiwa kwa Bwana, wachawi wanakuwa wazi, wanajieleza. Wachawi, Bwana asifiwe. Yes, ndio. 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 Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu tupendane. Wakristo kwa Waislamu. Sikiliza. Tusigombanie fito. Nyumba yetu ni hii. Nyumba yetu ni hii. Sasa kuna wale wenzangu na mimi hawaendi makanisani, wanasema mimi leo nakaa tu kwa TV ya Mwamposa na muangalia. Siku kifa yule Mwamposa kuzike. Haleluya. Huyo Mwamposa anapakukupeleka, hana mbingu ya kukupeleka. Sikiliza, Mwamposa mwenyewe anatafuta mbingu. Amen. Mwamposa mwenyewe anatafuta nini? Sasa utamwabudu mtu mpaka leo? Na wako watu tuko nao wanamwabudu Mwamposa.
wanaabudu nabii. Mneliwa pesa wenye mpaka mtu akuje. Kuna mtu jana nilikuwa naomba naye kwa njia ya simu. Ananiambia mtumishi, wanabii wamenichosha. Namwambia haya, kwa nini? Alafu ni mwanajeshi, mtu mkubwa sana. Angeweza kukamata na kutia konzi nabii. Akasema